Kiumbe mwenye nguvu, tambua, kumbuka wewe ni mlinzi wa familia. Simama, mwalimu na mlezi wa jamii. Simama, wewe ni nyota ng'ara, malkia. Na mtazamaji wa Faruku Online TV, leo ikiwa ni Machi 5 mwaka 2025, ambapo wanawake wa kata hii ya Mtonya wametembelea shule ya msingi Singino kukabidhi msaada wa unga pamoja na maharage, ikiwa ni sehemu ya mchango wao wa wakosha basi wanachangia chakula mashuleni ili watoto wao waweze kula chakula shuleni. Na zoezi hili pia limeendeshwa ama limeongozwa na diwani wa kata hii ya Mtonya, Mheshimiwa Shadida Ndile. Hapa pia tukapate nasaha ya kusikiza kile ambacho kimezungumzwa na baadhi ya viongozi pia walikuwepo kwenye eneo hili, kwa sababu basi wanawasihi watoto hawa waweze kusoma na kuweza kutimiza malengo kama ambavyo dira ya 2050 inavyoeleza. Hii ni Faruku Online TV na mimi naitwa Faruku Ngonyani. Wa Manispaa ya Mtwara Mikindani, leo tumekuja Singino, wanawake wa Mtonya wakishirikiana na mheshimiwa wa kata diwani Mheshimiwa Shadida Ndile. Tumekuja kuwasalimia wasichana na wavulana pia wa Singino. Dira ya 2050 ni ya kwenu. Nyinyi ndio mnotajwa kwenye kauli mbiu yetu, haki hiyo ya wasichana ni nyinyi, lakini 2050 hiyo inavyokuja na maendeleo ni ya kwenu nyinyi. Tunawaomba watoto oye! Tunawaomba sana musome kwa bidii, mupate maendeleo hayo yanayotajwa, mufaulu vizuri. Mnasoma vizuri? Mutasoma kwa bidii? Tunawaomba sana musome kwa bidii. Sawa watoto wazuri? Sisi wazazi wenu leo tumekuja na hiki ambacho tulichokuja nacho ili nyinyi mupate elimu vizuri. Mukila, mukishiba, sisi tunaamini kwamba ndio mnasoma vizuri, si ndio hivyo? Kwa hiyo tumewaletea zawadi kidogo, zawadi ambayo itawafanya nyinyi musome, mkae darasani, musitoroke, sawa Na waomba sana musitoroke darasani. Mtu ambaye ana changamoto, akiwa na changamoto yoyote, basi amuone mwalimu, amsaidie, na sisi viongozi wenu tuko hapa tutawasaidia sana. Jina langu mimi ni Masha Salmu Mbaruku. Bibi Nasibu ni mjukuu. Bibi Nasibu sio jina langu. Niwaambieni kitu wanafunzi. Wanafunzi msome kwa bidii. Mkishasoma kwa bidii, mkishaenda sekondari, mkifika 5 na 6 huo baadaye mnakuwa wakubwa, nikimaanisha mtajipatia kazi zenu, watakao-jasiriamali, yani shule ni msingi wa maendeleo. Mnajua hilo? Kwa maana hiyo basi ninawaomba yani sana kwa sana msiwe watoro shuleni. Mmesikia? Uweze kwa mtoro hetu kaja hapo kafanya vizuri na kwa sio kweli. Si mnajua hivyo Mtakuwa mwisho darasani. Kwa maana sasa yani mjitume, mjitoe, baadaye mwa wakubwa kama wazazi wenu. Walimu walikuwa kama nyinyi, wakasoma kwa bidii, wakafaulu vizuri. Na sasa walimu, maafisa elimu wote mnaona alikuwa hivyo. Huwezi kukaa nyumbani tu utakuja kupata kazi au kwa mjasiriamali mkubwa ambaye utajiendeleza vizuri, na kwa sio kweli lazima utafanya kazi ya kubahatisha. Kwa maana hiyo basi naombea wanafunzi msome vizuri, mheshimu wazazi majumbani na walimu ili muendelee. Mmesikia? Asanteni sana. Lakini pia diwani wa kata hii ya Mtonya alipata nafasi ya kuzungumza na watoto hawa. Kubwa zaidi hapa amewasihi kuweza kuongeza bidii kwenye masomo sambamba na kutoa taarifa ama kutoa zile taarifa za ukatili wa kijinsia dhidi yao. Sisi wanawake kama tunavyofahamu kwamba wanawake ndio walezi, wanawake ndio wazazi, wanawake ndio wasimamizi wa majumba yetu. Kwa hiyo ndio maana tukasema tuje tuongee na watoto wetu, lakini pia kile kidogo ambacho tunacho tuje tuwashike watoto wetu mkono ili tuwatie moyo muweze kusoma vizuri. Sisi mama zenu leo tunayo furaha katika kuiadhimisha siku hii. Tangu tarehe 1 tumeanza shughuli mbalimbali, tunakutana wa mama sisi kujadili namna gani siku yetu tutaiadhimisha. Lakini kwa pamoja tukakubaliana kwenye siku hii ya tarehe 5 ambayo ni kilele, basi tuje tuongee na watoto wetu. Watoto wetu tunawasihi sana, tunawaomba sana sisi wazazi wenu. Tunawaomba msome kwa bidii kwa sababu taifa linawategemea. Sisi mama zenu umri wetu sasa umeenda.
Inawezekana muda na dakika yoyote tukaondoka. Taifa hili tutawaachia nyinyi. Tunataka tuwaache mkiwa kwenye mazingira salama. Musome, muelimike, muweze kuajiriwa, lakini muweze kujiajiri ili maisha yenu yawe mazuri. Lakini mtakapopata elimu vizuri, mtakuwa wataalamu wazuri, mtakuwa viongozi wazuri ambao mtaiongoza hii nchi kiutendaji, kiutaalamu, na Tanzania itaendelea kuwa salama. Nyinyi ni mashahidi, mmeona Daktari Samia Suluhu Hassan, kiongozi wetu wa taifa, Mheshimiwa Rais, namna ambavyo amewekeza kwenye swala la elimu. Amewekeza kwenye swala la elimu ili kuhakikisha anaacha taifa lililo na wasomi, anaacha taifa lililo na viongozi na watu wanaojielewa ili muweze kuishi maisha vizuri. Kanywa na walimu. Kwa hiyo tabia hiyo siitaki. Ukikanywa na mwalimu sawa, umekanywa na mzazi wako. Hebu tulia, msikilize, fuata yale mwalimu wako ambayo anayataka. Sawa wanangu? Tutasoma vizuri. Lakini muasisitize wazazi kwamba mnapokuwa shuleni lazima muhakikisha kwamba mnapata chakula cha mchana. Kile ambacho mlitakiwa mle nyumbani mchana, basi mlete shuleni huku, kwa maana ya ile michango ambayo tumewekeana ya chakula. Tule hapa shuleni. Tunapokula hapa shuleni, ina maana tutakuwa na utulivu na tutasoma vizuri. Wapo baadhi ya wazazi hawajui umuhimu wa chakula cha mtoto shuleni. Naomba mkawahamasishe wazazi walete chakula shuleni ili mtakapofika hapa basi mle. Na ndio maana katika kuliona hilo, mama zenu wa Mtonya wameamua kujichanga na kununua unga pamoja na maharage kuja kuwachagiza au kuwahamasisha wazazi umuhimu wa kupata chakula mtoto akiwa shuleni. Chakula hichi ambacho kimeletwa kimechangwa na wazazi wenu hawa ili mje mle hapa shuleni msome vizuri. Sawa sawa eh? Wazazi oye! Wazazi safi! Tena mkirudi mkaambie kabisa akina mama na akina baba kwamba wazazi wetu walikuja, kwa hiyo tunaomba zoezi hili liwe endelevu. Sisi ili tusome vizuri lazima tupate chakula vizuri. Sawa sawa? Lakini jingine, kuna masuala ya ukatili wa kijinsia yanayoendelea. Naamini hapa kuna mwalimu na mnaelekezwa kila siku. Ukiona unafanyiwa kitendo chochote cha ukatili, toa taarifa kwa mwalimu. Awe amekufanyia mwanafunzi, awe amekufanyia mwalimu, au umekutana nacho mtaani, au umekutana nacho nyumbani. Kiashiria chochote cha ukatili dhidi yako ni hatari na ni lengo la kukukatisha ndoto zako. Mutoe taarifa za ukatili mnazokutana nazo. Jina langu ninaitwa Orda Juma, ninasoma darasa la 7 na miaka 12, nakaa mtaa wa Magengeni. Kuwakeketa watoto, kuwabagua watoto. Rudia tena, wajasikia. Kuwakeketa watoto na kuwabagua watoto. Kwani nyinyi mnajua kukeketa? Ikumbukwe kilele cha siku ya wanawake kila mwaka hufanyika tarehe 8 mwezi Machi kwa duniani kote. Kutokea hapa shule hii ya Singino iliyopo kata ya Mtonya, Manispaa Mtwara Mikindani. Mimi sina ziada. Naitwa Faruku Ngonyani. Hii ni Faruku Online TV. Bye bye.